kwa sababu ametupa nafasi ya kuwepo tena pamoja. Na hii ni siku ya 3 ya semina yetu. Siku ya kwanza na siku ya pili zimeisha, na nilisema ya kwamba tunaweka msingi kwa semina yetu ambayo ina kichwa cha habari kinachoitwa mambo ya msingi zaidi kwa Mkristo Pentekoste. Nilisema ni ya msingi zaidi kwa sababu kwa Mkristo Pentekoste mambo ya msingi yako mbele. Ili uwe Mkristo ambaye Mungu anakukubali, ili uwe Mkristo Pentekoste wa viwango vile ambavyo Bwana Yesu anavitaka, yako mengi sana ambayo unapaswa kusimama nayo, na pengine ukazeeka hujamaliza yote, lakini yako yale ambayo ni ya lazima, na hayo ndio tunayozungumza kwa wiki hii, ambayo ni muhimu na ni muhimu sana uwe nayo. Moja, ya kusaidia uone matokeo ya kuokoka, lakini pili, uanze kula matunda ya uokovu wako. Kuna watu wameokoka miaka 10, miaka 20, ukimsimamisha leo ukamwambia nipe faida 2 za wewe kuokoka, hana chochote anachoweza kukueleza. Lakini nilikwambia kuokoka ni kutoka. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni zaidi ya kumaliza PhD. Kuokoka ni zaidi ya kuteuliwa na Rais Samia. Kuokoka ni zaidi ya kila kitu ambacho unaweza ukataja. Watu wengi maisha yao yamebadilika kabisa kwa kuokoka tu. Hata mimi ninayesimama mbele yako hapa, kama si kuokoka, leo ningekuwa mlevi kwenye kilabu fulani, ningekuwa nimechoka kama ningekuwa sijafa, hata sura yangu isingetamanika kuangalia. Lakini nilivyo leo ni matunda ya kazi ya Yesu aliyofanya pale Kalvari miaka 2000 iliyopita. Kama Yesu ana watu wanaoweza kusema angalau aliwasaidia, mimi ni mmoja wao. Kwa sababu hiyo nataka uone faida ya kuokoka kwako kwa jina la Yesu. Siku ya kwanza tukaanza kwa kuangalia maana ya kuokoka. Maana tusipokuwa na uelewa wa pamoja kuokoka ni nini, ukweli ni kwamba hatuwezi kwenda mbele. Moja ya sababu ya kutokukua kwa uokovu kwa Upentekoste ndani ya maisha ya watu, hawana ile right definition, ile uelewa sahihi kuokoka maana yake ni nini. Maana kuna watu wanaodhani kuokoka ni kuhama dini A na kwenda dini B. Kuna watu wanaodhani kuokoka ni kuingia kanisa la aina fulani au ni jambo fulani lingine lisilofaa. Lakini tulipokuwa tunazungumzia kuokoka, tuliyataja mambo mawili kama mambo ya msingi. Ile sayansi ya kuokoka iwe hai, itende kazi ndani yako. Tukasema jambo la kwanza, kuokoka kunahitaji kumwamini Bwana Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ya pili, lazima ujazwe na Roho Mtakatifu. Niliendelea nikasema lile neno kumfanya Yesu kuwa Bwana lina upana kuliko tunavyoliongea. Unaposema nimemfanya Yesu kuwa Bwana, maana yake wewe ni mfungwa wa sera za Yesu. Hauishi tena kama unavyotaka, unaishi kama sera za Yesu zinavyokuelekeza. Na Yesu anazo sera zake nyingi, ziko katika maandiko matakatifu, zinajulikana, wala sio za kutafuta. Kwa hiyo ukishaokoka, kama Yesu ni Bwana, ili neno Bwana kwa Kiyunani nimekuambia maana yake ni mwenye mamlaka, nguvu, uwezo wa mwisho juu yako. Kitu ambacho yule unayemfanya Bwana anasema ndicho utakachotekeleza, hata kama akikufurahishi, hata kama sicho unachotaka. Jeshini unatii utaratibu wa afande, na wale wanaotembea na Bwana moja kwa moja wanatii kile Bwana anachosema. Kwa hiyo tunapookoka tumejiweka kwenye utaratibu wa kusema ya kwamba tutafanya tu kile Yesu anachotaka na si vinginevyo. Tutaisikiliza sauti ya Yesu tu na sio tofauti na hapo. Hata dunia itakapobadilika ikaja na sera tofauti tofauti kwa namna mbalimbali, hatutojali, tutabakia pale pale Yesu anapotaka tufanye. Hata kama kutenda vile tunaonekana washamba katika dunia hii, hatutajali, kwa sababu kwetu sisi kumpendeza Kristo ni jambo la kwanza, ni jambo la kipaumbele, ni jambo la muhimu. Hii ndio maana kumuita Yesu Bwana. Nilifananisha na mtu anayeolewa, kwamba kuolewa kunambadilisha mtu kabisa, kunabadilisha mwenendo wake na tabia yake.
kunabadilisha baadhi ya marafiki na mambo yake kunaondoa, ili afiti kuwa mke wa fulani. Waswahili wanaita ni bwana wangu, huyu ndio bwana wangu, yaani mume wake anaitwa bwana wangu. Kwa hiyo kama mume wake hataki avae suruali hatavaa, kama mume wake hataki aende kwa fulani hataenda, ili mradi tu ampendeze yule mume aliyemuoa. Mume mwenyewe ni mwanadamu tu kama mimi hapa, anaweza akaliwa na mbu akafa. Sasa tunaye Bwana wa ukweli ambaye hafi, aliyeshinda kifo na mauti, anayeishi milele, ambaye ni mfanyaji wa kila mwanadamu anayeonekana. Huyo ndio tuliyemfanya kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Ni muhimu sana kumpa heshima yake, kufungua sikio lake na kulitega kwake. Nikamalizia nikasema ni vigumu sana kudhani ya kwamba unaweza ukatembea kwa kumpendeza Bwana Yesu, kumpa nafasi halisi ya Yesu kuwa Bwana wako, ikiwa kama hauko tayari kujazwa na Roho wake. Ni vigumu sana kuishi kwenye dunia hii yenye kila aina ya uovu, ukaishi kwa muktadha wa Yesu, ukaishi kama Yesu anavyotaka, kama hujajazwa Roho wa Yesu. Kazi ya yule Roho wa Yesu ni kutuwezesha kuishi kama Yesu anavyotaka. Anayafanya mambo magumu kuwa marahisi, anafanya yale yasiyowezekana yawezekane, anavunja zile tabia za dunia, anatupandia tabia za mbinguni, ili kwa tabia hizo tuweze kutembea kama Bwana anavyotaka katika jina la Yesu. Kutembea kwenye uokovu kama una Roho Mtakatifu ni sawasawa na kubeba gunia la misumari, lakini ukiwa na Roho Mtakatifu, kutembea katika uokovu, katika upentekoste ni sawasawa na kusukuma mpira kwenye maji. Kwa hiyo kujua maana ya kuokoka kunafaa, lakini kuishi kwenye kuokoka, kwenye upentekoste, unamhitaji yule Roho wa Pentekoste, unamhitaji yule Roho Mtakatifu. Haya mambo jamani hayazeeki, hayana zamani, hayana kusema watu wa zamani ndivyo walivyokuwa wanafanya. Ni mambo tunayoyahitaji leo. Kizazi hiki kinahitaji hayo mambo. Wewe unahitaji mambo hayo leo. Yesu kama ni Bwana na Mwokozi wako, lazima upige hatua moja kumpa Roho wake nafasi ya kuishi ndani yako. Na usisahau, Roho Mtakatifu ni mtakatifu, anaishi mahali patakatifu. Ukiyachafua mazingira anaondoka. Roho Mtakatifu sio kitu. Unajua, nikiweka hii kalamu yangu hapa, nikitundika koti langu pale, miaka 10 ijayo takuta lile koti pale na ile kalamu pale, kama hakuna mtu atakayeliondoa. Sawa si sawa? Lakini nikiweka mjusi pale au hata mende nikamweka pale, nikienda pale nje nikarudi, tamkuta hapo jamani? Kwa nini simkuti pale? Kwa sababu kamende kana uhai, kana locomotion, kana move. Ndivyo Roho alivyo. Roho yuko hai. Roho sio kitu. Roho ni nafsi iliyo hai. Ana mazingira ambayo ukiyajenga ndani yako anafurahia kukaa ndani yako, na ana mazingira ambayo ukiyatengeneza anaondoka. Usimkwaze Roho Mtakatifu, usimfukuze Roho Mtakatifu. Na Jumapili asubuhi nitazungumza kidogo kuhusu Roho Mtakatifu, lakini nitaomba na kila mtu ajazwe Roho Mtakatifu. Kama umejazwa utajazwa tena, kama hujawahi kujazwa utajazwa. Jumapili tunasherehekea Pasaka kwa kuogelea katika lile wingu la Roho Mtakatifu. Yaani hata kama upendi kujazwa, labda utoroke, uende hata ukikaa nyumbani kwako utajazwa. Maana nimeomba, hakuna mtu ambaye hatajazwa. Kama hutajazwa ujue una kesi kubwa na Mungu. Lakini wewe ni wa kawaida, kama ni wa kawaida, Jumapili kila mtu atajazwa na Roho. Maana mafundisho haya yote ninayokufundisha na yale nitakayokufundisha hayana maana yoyote kama una nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo kupata movement haya mambo unayozungumza, kunahitajika ule uhai wa kiroho ndani yako katika jina la Yesu. Takatifu sema amina. Bwana asifiwe. Lakini pia nilienda mbele nikazungumza sifa za mtu ambaye ni Mpentekoste wa kweli. Kwa nini nilizungumza sifa? Jamani, kuna kukihakiki kitu, kukikagua kitu. Wakati nafanya kazi Kilimanjaro, mimi nimefanya kazi yangu ya uchungaji muda mwingi zaidi Kilimanjaro.
Nimefanya kazi zaidi ya miaka 20 pale nyumbani kwetu mjini Moshi, kanisa linaloitwa Pasua. Nimelikabidhi sio miaka mingi sana iliyopita, lakini nilikaa pale kwa neema ya Mungu sio chini ya miaka 25. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna kitu ambacho nilikuwa natamani nikueleze, lakini subiri kwanza, nitakiweka sawa baadaye katika jina la Yesu Kristo. Ibakie tu, nitarudi nyuma dakika chache hapa, ibakie tu wewe kuelewa ya kwamba kuna ulazima wa kujazwa na Roho Mtakatifu. Hebu sema hayo maneno. Ili kuishi kama Mpentekoste kuna ulazima. Ndugu yangu, nakosa namna ya kuongea ili unielewe sawa sawa, kwa kiwango ninachotamani unielewe. Hii haijalishi wewe unajua nini, umesoma au hujasoma, unakaa nyumba ya slope au ya bati zilizonyanyuka sana, unakaa kwenye ghorofa au nyumba ya kawaida, unamiliki mabii au M. Kujazwa Roho Mtakatifu ni lazima. Kila kitu kinapita, lakini Roho wa Bwana ndani yako na zile kazi anazozitenda ndani yako ndizo zitakazoishi milele katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sifa zinazomtambulisha mtu, yaani ukimwangalia namna hii unasema huyu ni wa Bwana. Ndio tunasema sifa za mtu ambaye ni Mpentekoste wa kweli. Jamani, hebu sema amina basi kama unanielewa. Sema basi amina kama unanielewa. Na kama zile sifa hazipo, tusidanganyane. Usiseme usiniangalie kimwili, niangalie kiroho. Tunaangalia kimwili na kiroho. Sema basi amen. Kuna vitu tukiviona ndani yako tunasema hiki kimeshanuka, hapa imeharibika tayari. Na kuna vitu tukiona tunasema hapa bado Mungu yupo, katika jina la Yesu. Jamani, haleluya. Unajua kuna mtu anaonekana kama mstaarabu, lakini ni ustaarabu wa kutengeneza. Na kuna mtu anaonekana kama wa ovyo, lakini bado Mungu anashughulika naye. Kuna kitu cha kimungu inatenda kazi ndani yake. Sasa zile sifa original zinaonekana. Nilizitaja, naomba nisirudie kwa ndani, maana ule muda wangu utaondoka tena. Natamani nirudie, natamani nisirudie. Sasa sijui nifanyaje, lakini ngoja nitaje tu. Nilisema sifa ya kwanza ya huyu mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anapenda kuongozwa na nguvu za Roho, na nilifafanua vizuri pale. Namba 2 nikasema ni mtu ambaye anachukia dhambi. Kama mtu achukii dhambi, haoni kinyaa dhambi inapokuwepo ndani yake, huyu mtu hana upentekoste ndani. Tusidanganyane, tusipake jogoo rangi jamani. Mweusi acha awe mweusi, mweupe. Kama unapenda dhambi, kuna disconnection ya ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Namba 3 nikasema ndani ya huyu mtu ambaye ni Mpentekoste kuna kiu ya maombi na maombezi. Ni kiherehere wa maombi. Ni kiherehere, sio lazima mchungaji amlazimishe. Sio lazima mchungaji apige debe. Ukija kuomba tutakupigia mtori. Kuna makanisa mengine yako very vibe, jamani, wana vibe za ajabu. Ukiomba unapewa kachai na kakaranga, na sio mbaya. Lakini usiombe kwa sababu kuna zile vichocheo. Omba kwa sababu kuna kitu cha ndani kinakusukuma uombe. Hiyo ndio ninazungumza, roho ya Pentekoste iliyo ndani ya mtu. Na namba 4 nikasema ni mtu ambaye anaamini katika ushirika. Watu wote wenye Roho Mtakatifu ndani yao kuna kiu ya ushirika. Wanapenda watu waliookoka, wanapenda kuwepo katikati ya walokole wenzao, wanapenda kuzungumza vitu vya walokole, wanapenda kuwa na ushirika na Mungu. Na wakigombana na Mungu kidogo, wako tayari kulipa gharama ya kiwango chochote kutengeneza ule uhusiano, maana wanajua kuna faida ya kuwa na ushirika na Mungu. Kuna faida ya kuwa na ushirika na washirika wenzako, ushirika na kanisa lako, ushirika na mchungaji wako, ushirika na wale watu unaoabudu nao. Ukikuta mtu anajitenga mwenyewe, ibada ikiisha huyo anatoka, kuna shida kwenye ule upentekoste wake. Niambie amina, amina. Na ya mwisho nikasema huyu mtu tabia yake nyingine, anaishi katika ana ile hamu au kiu ya kuitenda kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni kipaumbele chake. Hataki kutendewa tu, anataka na yeye atende. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
Ngoja niseme hili maana sintalisema tena baadaye. Ukijikuta wewe ni Mkristo ambaye unapenda kuja kanisani kwa kuchelewa na unaondoka kwa kuwahi, samahani, lakini hebu muulize mtu mmoja, wewe ni mmoja wao? Sasa bwana umuulize, kwani ni wewe? Nimekwambia tu muulize wewe ni mmoja wao? Yaani anakuwa anachelewa kuja kanisani karibu na wa mwisho, alafu ni wa kwanza kufanyaje? Kutoka. Na ana sababu 1500 za kujitetea kwa nini anachelewa. Ukikuta hiyo roho iko ndani yako, ujue wewe ni marehemu wa kiroho mtarajiwa. Sema basi amen. Utanisamee, mimi sinaga maneno mazuri ya kuremba. Yaani ukajikuta katika hiyo hali, ujue siku zako za uhai wa kiroho, ule upentekoste wako, uhai wake unahesabika. Jitu la kipentekoste mpaka liambiwe toka, nenda nyumbani, ibada imeshaisha, kapikie watoto we mama, maana anapenda kuwepo nyumbani mwa Bwana. Jamani, haleluya. Na akiambiwa ibada ni saa 5, saa 5 haijafika yuko pale, maana kuna kitu cha ndani. Jamani wapendwa, shetani, watu wenye roho za shetani za umbea, yani wanapenda shetani wao kweli kweli. Yani anaweza kasafiri kutoka hapa akaenda Buhongo na miguu akapate ubuyu. Si unajua ubuyu Unafahamu ubuyu? Yani ile umbea akaupate. Mama nani, jana nikaenda kwenye harusi, ile dada akaambiwa akatoe zawadi, si akaanguka. Yani hiyo ndio story inamtoa Bwiru, anaenda Buhongwa, nao ni shida kulipa gharama, akapate ubuyu. Wewe kuwahi kanisani upate maneno ya uzima yenye majibu ya mambo yako, mpaka tukupigie debe, tukubembeleze. Kwa nini usikubali una shida? Badilika, sema amina. Na ukibadilika itakusaidia wewe kabla haijanisaidia mimi. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Jana sasa nikazungumzia changamoto. Nikasema upentekoste sio lele mama. Sio kitu ambacho kipo tu, yani hakuna mwenye shida nacho. Hii ndio imani inayopigwa vita kuliko imani zote duniani. Ukae ukijua kuna shetani ana mawakala wake pamoja na yeye mwenyewe wako kazini kuhakikisha ya kwamba mtu mmoja aliyeokoka amalizi safari ya maisha yake akiwa ameokoka. Hebu nielewe, useme amen. Jamani, kama unajua thamani ya pesa na una shida ya pesa, una miaka 2 hujawahi kushika 20,000, nikakupa laki hapa, hata mwendo wako utabadilika. Bwana useme amen. Mchungaji mmoja rafiki yangu kule Moshi aliishi maisha fulani ya kupinda sana miaka hiyo, akamtembelea mzee Lazaro wakati bado yuko hai. Lazaro alikuwa anatuwezeshaga wengi sana. Hata mimi kuna miaka kwa mikono yake nilikuwa napata aina fulani ya mshahara ili angalau usogee uvuke mahali. Nilipofuga akanivukuza, akaniambia wewe sasa una shida tena, acha watu wenye shida wapewe msaada. Nikamwambia baba asante. Sasa huyu baba alienda kwa mzee Lazaro, miaka ile akapewa noti ya shilingi 5,000. 1000 ngapi jamani? Nyumbani kwake ni Old Moshi, Wachaga wanajua ninachokiongea. Yaani mwendo wa kilomita kama 25 hivi au 30. Anaogopa kupanda hais ile matatu ile isije kafanyaje ikapungua. Alafu ameweka hapa mfukoni. Sasa yani ukimwangalia tu kawaida anakasirika. Anadhani unajua ana shilingi ngapi jamani? 5,000. Yaani hataki hata kusalimia mtu akipita, ana mashaka, anafahamu, anadhani kila mtu anajua ana shilingi 5,000. Paka akafika nyumbani. Siku hiyo alikuwa ananihadisia, nilicheka karibu nizimie. 5,000 inataka kumuua mtu. Anasema anatamani aokote jiwe, akipita kijiweni mtu akisogea mpige, wakati hakuna hata anayeona mfukoni kwake. Wakati akinihadithia, milioni haikuwa tena shida kwake. Alikuwa anamiliki magari kama 3 mangapi, lakini wakati huo 5,000 ilikuwa ni hela ya maana sana kwake. Hebu anayenielewa aseme amen. Na wewe ukijua thamani ya uokovu, thamani ya upentekoste, thamani ya Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako, thamani ya zawadi ya kuokoka ambayo Yesu aliifanyia kazi ngumu pale msalabani, pale Calvary, siku kama ya leo miaka 2000 iliyopita, hautacheza na uokovu wako. Maana uokovu huu hata dola zote za Marekani haziwezi kununua uokovu unaotoshea mtu mmoja. Lakini Yesu alinunua uokovu wa watu wote duniani, waliopo na watakao kuwepo. Heshimu uokovu. Na shetani anajua thamani ya uokovu
Kwa hiyo anafanya vyovyote, kama hawezi akauchomoa ukabaki mtupu una uokovu tena, basi angalau auchafue, maana Yesu haendi na vitu vichafu, hata kichafu atakiacha. Sasa hebu twende tukaangalie sifa changamoto zile. Nilisema changamoto ya kwanza ni roho ya mazoea, kwamba Mungu hapendi mazoea, na ukizoea uokovu ukazoea Roho Mtakatifu, maana yake ni hatua ya kwanza muhimu ya wewe kupoteza ule uokovu ulionao, na shetani analitumia hili sana. Kataa mazoea. La pili nikasema ni ongezeko la walimu wa uongo. Nikasema walimu wa uongo zamani ilikuwa ukiwafuata, lakini leo wako kila mahali, unaweza ukawapata hata kwenye simu yako, wapo kwenye TikTok, Facebook, Twitter, wanapatikana wale walimu wa uongo. Nikasema ya tatu ni upungufu wa mababa wa kiroho. Nilisema na nikazungumza pale, lakini ngoja niseme tena, kama kuna kitu cha muhimu cha kusustain, cha kuimarisha uokovu wako, ni uhusiano wako na baba yako wa kiroho. Mimi ninampenda mwalimu. Mungu akubariki sana, na wachungaji hawa wengi ni marafiki zangu na wapenda, lakini hakuna mtu yoyote niliye discuss naye kuwepo hapa. Kwa hiyo simpigii mtu debe, nampigia Yesu debe. Hebu mwenye akili aseme amen. Narudia, nasema simpigii Yesu debe, simpigii mtu debe, nampigia Bwana wangu Yesu debe. Kama kuna kitu kitakachokusaidia sana kwenda mbele, hata kama we ni mshamba, ni mjinga kwenye imani wa wokovu, ni kuhakikisha ya kwamba una uhusiano mzuri, uhusiano wa karibu, uhusiano ulio hai na baba yako wa kiroho. Uhusiano mbaya na baba yako wa kiroho ni hatua ya kwanza ya shetani kupata mahali pa kukushika ili akuvute, akutoe nje ya uokovu. Hakikisha unakuwa na uhusiano mzuri na baba yako wa kiroho. Punga basi hivi, sema amina. Jamani, muulize mwenzako, na hilo limekukwaza? Muulize basi, mwambie na hilo limekukwaza? Maana hilo kwa kweli sintaliombea samahani, naomba niliweke sawa. Kama una uhusiano mzuri na baba yako wa kiroho, unaelekea pabaya. Mimi huwa nawaelekeza watu wangu na kwamba hawatakuwa washirika wangu milele. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Na moja ya theory ambayo nafundisha watu wangu, namna ya kuchagua kanisa la kuabudu ikiwa hauko Misungwi tena. Si upunge namna hii jamani, useme amen. Siri ya kwanza ninayowapa, ukitaka kuwa mshirika wa mchungaji, tafuta mchungaji ambaye aliwahi kuchungwa, mchungaji mwenye baba yake. Kama mimi nataka nikukubali leo, nitakuuliza swali rahisi tu, baba yako wa kiroho ni nani? Kuna watu ambao hawana mababa wa kiroho. Atakwambia baba yangu wa kiroho ni Roho Mtakatifu. Haleluya! Pumbafu wewe hujaokoka. Kwanza wewe ni chokora. Umeshanielewa jamani? Ukianza huduma hapa leo ikashamiri sana, ikawa na watu 10,000, nikakuta mapepo yanadondoka huko chini, na kuuliza swali rahisi, baba yako wa kiroho ni nani? Unaniambia sina. Hata kama umeandika majina matukufu kwenye hilo kanisa, Holy Ghost Manifestation Prophetic Church, mimi nafuta hilo jina tu, tunaandika simple name, Chokora Church. Asiye na baba hawezi akatengeneza mtoto mwenye akili, maana mtoto wa chokora ni chokora. Mbona usemi amen? Baba yako wa kiroho atakuonyesha njia hata unapokuwa umepotea. Mwanangu, sio huku, ni huku. Maana Mungu anampa ile mandate. Kuna vitu vingine Mungu hata vileta kwako, hata vifunua kwako, atavipeleka moja kwa moja kwa baba yako wa kiroho. Mara unapoanza kugombana na baba yako wa kiroho, utaanza kutengeneza laana ambazo hazitakupa kutoka. Na kwa nini unagombana na baba yako wa kiroho? Wachungaji wa siku hizi hata kwanza hawatembei hata nyumbani kwa watu. Useme amekunywa chai zako nyingi namna hiyo. Kwani shida ya mchungaji ni nini? Si unajua una matatizo Wewe ambaye unaweza kukaa mahali ukamsengenya hata mchungaji wako. Jamani, hiyo roho sio. Tengeneza mazingira mazuri na baba yako wa kiroho. Tengeneza mazingira ambayo mchungaji wako atakujua kwa jina lako. Unanipenda? Kwa jina lako. Nikisema mama Mongi, mama Mabula, anasema yule mama namfahamu. Yaani utakaa vizuri.
Maana akipiga magoti akianza kuomba, yaani wa kwanza kutajwa ni wewe. Kwa hiyo unatengenezaje yale mazingira? Tembelea mchungaji wako, nenda na kasukari. Ukiona kiatu kizuri na umeshamaki ule mguu wa baba yako, kwani kiatu shilingi ngapi by the way? Mbona una viatu hata vingine hata ujui utavaa lini? Sasa ukiweza na mtaalamu kule amewasili, tumwachie anaweza kufanya vitu vingine sasa. Asante mtaalamu. Asante. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukijenga uhusiano mzuri na baba yako wa kiroho, maana yake unaweka rekodi kwa baba yako wa kiroho ambayo haiwezi kafuta ile kumbukumbu yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakwambia ukienda kwa baba yako wa kiroho, jifunze kufanya kitu, nenda kwake, muombe, mtaje, alafu msikilize, onyesha kwamba unamtii. Ile itasababisha huyo baba wa kiroho mara kwa mara awe karibu na wewe katika jina la Yesu. Mimi kuna mzee mmoja aliwahi kunibariki sana kwa ushuhuda wake. Wangapi wanamfahamu mzee mmoja anaitwa Kuselia, Daudi Kuselia? Yuko Dodoma pale yule mzee wetu. Mimi Kuselia aliwahi kunipa ushuhuda mmoja. Ulinibariki sana ule ushuhuda na ulinifundisha umuhimu wa kumthamini na kuwa na baba wa kiroho. Na Kuselia haukuwa ushuhuda mkubwa sana lakini ulinifaa. Unajua alikuwa anasemaje Kuselia? Akasema alikuwa anahubiri miaka hiyo ya zamani, ni zamani ya mbali sana kipindi hicho. Sasa anasema katika mahubiri yake ya zamani alikuwa na kiatu ambacho yaani kisigino kiko ndani ya kiatu lakini vidole vinakanyaga chini. Kwa hiyo ni ngozi tu lakini kwa huko chini hamna kiatu tena. Unajua siku hizi viatu viko hata vya mtumba. Zamani viatu vilikuwa vinauzwa na duka moja tu Tanzania linaitwa Bora. Ndio lilikuwa duka la viatu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa akasema alikuwa anaenda na kiatu hicho kwenye mikutano mbalimbali. Na Kuselia ni kati ya wale wa Big 5 wa zamani. Ukitaja wahubiri maarufu wa zamani, utataja Lazaro, utataja Kulola, utataja Kiwia, Kristiani Kiwia, na lazima umtaje Kuselia. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Ni jitu iliyonguruma zamani kuibadilisha nchi hii. Kuselia ni mmoja wapo. Sasa akasema alipangiwa mkutano pale Moshi. Na amehubiri na Bwana akashuka. Bwana akawahudumia watu sana kwenye ule mkutano. Sasa akasema kulikuwa na mama mmoja pale Kilimanjaro. Huyu mama alikuwa asikilizi mkutano. Wakati mhubiri anahubiri, yeye anaumwa na kile kiatu cha nani? Cha mhubiri. Yaani ndio kinachomuuma tu. Hakuna kitu kingine ambacho yeye yule mama anakiona. Akahubiri akamaliza. Yule mama akamfuata akamwambia, samahani sana babangu, naomba babangu tupita hapo kwenye duka la viatu. Akamwambia haina shida, akaenda akapita akamwambia, babangu chagua kiatu unachotaka babangu. Kwa kumwangalia kwa sababu ni mwanamke akachagua cha bei rahisi. Akamwambia hapana, chagua kiatu cha maana. Kuselia akasema akaangalia kiatu kinacholipa pale, akakiingiza mguuni chikafiti, akaingiza chikafiti. Akachukua vile alivyokuwa navyo, Bora ya Moshi iko mahali panapoitwa Double Road miaka ile. Akatupa vile viatu vilivyoharibika kwenye lami pale. Yule mama akamwambia ubarikiwe baba yangu, akamaliza akaondoka. Kuselia akaenda. Anasema ule usiku Kuselia anasema sikuweza kuombea mkutano. Kila nikitaka kuombea mkutano yule mama anakuja kwenye macho yangu na kwenye akili yangu. Kwa hiyo nilikuwa na maombi yasipungua masaa 3. Lakini yote yalienda kwa yule mama na kesho yake mpaka mkutano ukaisha. Mungu, huyu mama aliyeona miguu ya mtumishi yako iliyoharibika akaitibu, Mungu naomba umkumbuke. Kwa mkutano uliharibiwa na yule mama mwenye moyo wa kuthamini ubaba wa kiroho. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Baba wa kiroho sio Bwana asifiwe tu, this more than that. Na ukijenga ushirika na baba yako wa kiroho, I say hautabaki kama ulivyo, na kiroho chako kitapaa juu kwa haraka. Maana utakuwa unaombewa, biashara yako itakuwa inaombewa, watoto wako watakuwa wanaombewa kwa jina lako. Jamani, haleluya. Kuna watu, mimi sina ratiba ya kuombea washirika jamani. Kuna watu nikiombea jina fulani siwezi kulipoteza. Yaani kuna wamama lazima nimtaje, kuna mbaba lazima nimtaje, yuko hapa mbele kwenye macho hapa sebuleni, yuko hapa kwenye sebule ya akili. Mshanielewa? Kuna mwingine anaombewa Mungu na hawa ambao sijawataja. Najua unawajua, uwakumbuke pia. Usipende kuwa yule ambaye hajatajwa, uwe yule anayetajwa. Na namna ya kuwa yule anayetajwa, jipeleke, fanya vitu vya maana kanisani.
Kama kuna huduma, nani atakayedeki? Wai deki wewe. Jifunze kumtii baba wa kiroho. Uwe mtu anayefikiwa haraka. Jamani, haleluya. Ukienda kwa mchungaji pale kuna nini? Weka. Mimi kuna mtu mmoja alikuja nyumbani kwangu. TV yangu imeharibika, iko pale. Tena imeharibika kitu fulani tu. Kesho akaja na TV akaivalisha pale. Unanielewa jamani? Nikashangaa sasa, naangalia TV kama watu wengine. Hivi hata kama ulikuwa unaomba una mpango wa kumtaja, utaachaje wakati unaangalia TV? Kila nikiangalia TV nakumbuka jina la yule mtu, baba wa kiroho. Hebu sema baba wa kiroho. Sasa siku hizi watu wameingiwa na mawazo ya kimaskini. Nikimpa sana mchungaji na mimi nitaishiwa. Mbona hujampa alafu hujatajirika? Wewe si maskini tu, kwani ulimpa? Kwani una nini sasa? Si stuli ulionao ni ile ile mwaka juzi. Si hata nguo unayovaa ni ile ingine ile. Si tunaijua tu. Tunakujua hata kwa rangi ya nguo yako. Hebu mkirimu baba yako. Uone kama utabaki kama ulivyo. Mungu atafungua akili, atakubariki. Jamani, hivi naongea kitu kinachoeleweka. Usivae suti ya maana wakati mchungaji wako hana suti. Sema amina. Mimi nitaondoka hapa, wewe usijali. Usinichukie, maana utamchukia mtu ambaye atakuacha muda sio mrefu. Usivae suti ya maana wakati baba yako hana suti. Usile jogoo mara 2 mara 3 wakati baba yako hujui anakula nini. Umekuja hapa mshirika, umenenepa huko smart, na kitambi, mchungaji wako anapumulia njaa. Hata kukumbuka saa ngapi? Akiomba anaiombea njaa, sio wewe. Ili mchungaji wako akuombee, iondoe njaa ili usimame wewe pale kwenye nafasi ya njaa. Ondoa matatizo wewe pale kwenye matatizo. Na Bwana hata kusahau. Na hata mchungaji asingekutaja, mbingu zitakutaja. Malaika watakutaja. Heshimu, heshimu, heshimu baba yako wa kiroho. Na ndio maana nilisema hapa sitapata amina nyingi, wala hakuna atakayenipigia makofi, maana ninafundisha yale mafundisho yaliyopotea. Lakini hii ni kweli, hata kama hakuna anayekubali. Sema basi amen. Nikasema nyingine, nikasema kuna roho zinazodanganya. Hii inafanana na wale manabii wa uongo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ya mwisho nikasema ni kuongezeka kwa watu ambao wanajitukuza wao zaidi kuliko ya kumtukuza Bwana Yesu. Hii ni hatari tulionayo duniani. Zamani, niangalieni wote sasa. Nimeona waimbaji wako foleni hapa mbele. Mwimbaji akiimba, ukaenda kumwambia binti yangu, umeimba vizuri sana. Wale waliokuwa na akili ya Kipentekoste, atakwambia ni Bwana. Sifa kwa Bwana. Utukufu wapewe Bwana. Jamani, haleluya. Ukimwambia kijana umechagua mchumba mzuri, atakwambia ni Bwana. Sifa apewe Bwana. Ukimwambia mtu umefaulu vizuri, sifa apewe Bwana. Mchungaji umechukua vizuri, sifa apewe Bwana. Lakini leo ukimwambia mtu umefanya kitu fulani vizuri, mimi niko sawa, usinione hivi bwana, nimesamea. Acha upumbavu, jifunze kumtukuza Mungu kwa chochote kinachotokea kwako. Jifunze kusema atukuzwe Bwana, utukufu kwa Bwana, sifa kwa Bwana. Leo tuna wachungaji ambao wanapigania kuyakuza majina yao na sio jina la Bwana Yesu. Leo tuna washirika ambao akiimba hapa mbele ni ili watu wamuone. Ndio maana vituko vimeingia kanisani, vimechukua nafasi ya Roho Mtakatifu. Kama tunataka kumuona Roho wa Bwana, tujifunze kumpa Bwana utukufu, maana kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kuhakikisha ya kwamba Bwana Yesu anatukuzwa. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Roho Mtakatifu yuko ili amtukuze Yesu. Hebu sema utukufu kwa Yesu. Dada, umependeza. Sio yeye, mimi ni mkali bwana. Kwetu sisi wote ni wazuri, wala wewe sio mzuri. Sema utukufu kwa Yesu. Na Yesu akifurahi anakuongezea uzuri. Lakini ukijipendekeza mwenyewe, kesho ukija mdomo mwingine kukulia, mwingine kushoto, maana umempuuza muumbaji wako. Mtukuze Bwana katika kila jambo. Chochote kinachofanya, fanya kwa unyenyekevu. Nyenyekea ili Bwana akuinue, na usitafute kujiinua. Wanaojiinua wote wanaangukiaga pua kwenye wokovu, hawafiki mbali. Wanaonyenyekea wanainuka hatua baada ya hatua na hatua baada ya hatua. Hebu niruhusu niseme kitu kimoja kabla sijatoka hapo. Punga hivi, sema amen. Kwa Mungu hamna mkubwa. Hebu sema hayo maneno. Kwa Mungu hamna mtu maarufu. Si unajua Kwa Mungu hamna star. Yaani hata mtoka mbali mzee kiongozi wangu mkuu sio star. Ni mtumishi mwaminifu wa Bwana. Lakini sio nani jamani? Yaani kwa Mungu ukiwa star ndio umekufa. Star ni kule duniani kwa mashetani. Star ni Diamond,
Huku kuna watumishi waliobobea kwa Bwana, kwa sababu chochote tunachokitenda kwa mafanikio ni Bwana amehusika, katika jina la Yesu. Sema basi amina. Nilitaka haya mambo yakae vizuri ili kesho nisirudie. Sasa niliyataja jana yale mambo matano ambayo tutayaangalia. Nikasema jambo la kwanza ni moyo wa ushirika. Jambo la pili ni kulifahamu na kuliishi neno. Jambo la tatu ni roho ya maombi na maombezi. Jambo la nne ni kumshuhudia Kristo, kumshuhudia Kristo. Na jambo la tano ni kumtolea Bwana. Na haya yote yakiwa ndani yako yatafanya kazi ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa naanza jambo la kwanza leo. Tunaanza kugusa jambo la kwanza. Mwambie mwenzako semina ndo inaanza hapa. Yaani ndo tunaanza semina leo. Sijui itaenda kwa muda gani. Jambo la kwanza la muhimu, la msingi zaidi kwa Mkristo Mpentekoste ni kumshuhudia Kristo. Hebu sema hayo maneno. Nikijisikia niko mwenyewe ninaumia. Sema kwa sauti, kumshuhudia Kristo. Tutasoma maandiko mawili kwa haraka haraka. Moja ni Matendo ya Mitume 1:8. Tutasoma 6 mpaka 8. Na lingine ni Marko 16:15. Na leo nataka huku tusome, hawa wachungaji nataka wanyamaze. Na nitakutaja kama hutaki kusoma mwenyewe. Punga hivi, sema amen. Upande huu nataka mtu mmoja anayesoma Matendo ya Mitume 1:6 mpaka 8. Na hapa katikati nipate mmoja kwa haraka haraka atakaye nisomea Marko 16:15. Haya wa Matendo aliyefika asimame asome. Ugonjwa mwingine wa Wakristo wetu wa siku za leo, hata Biblia hawajui kufungua. Na hili ni janga la kitaifa. Tunalikemea kwa jina la Yesu. Simama basi mmoja bado. Aha. Kumbe wapo bana wanaamuaga tu kataa. Soma kaka. Ehe. Jamani, tuseme kwa sauti, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Uyahudi, katika Yerusalemu na Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Asante kaka kwa kutusomea hapa haraka haraka. Asimame mtu hapa atusomee Marko 16:15. Kama hakuna anayesoma tuendelee. Asante. Anzia 15 baba. Anzia mstari mmoja nyuma ya hapo. Asante baba. Hebu sema kwa sauti, akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Sasa nisikilize basi. Jambo la kwanza, nguzo ya kwanza inayoshikilia upentekoste wako uwe moto, usipoe, usife, ni kumshuhudia Kristo. Ukitaka kuendelea kuwa mpentekoste aliye hai baada ya kuokoka, moja ya jambo la msingi unalopaswa kufanya ni kuhakikisha ya kwamba unafanya bila kuchoka kazi ya kumshuhudia Kristo. Neno kushuhudia ningeweza nikawa sahihi kwa muktadha wa somo langu kama nikisema ya kwamba ni kuzungumza habari za mtu mwingine unayemfahamu kwa usahihi. Nikasema huyu ni shahidi, anamshuhudia fulani, maana huyo mtu ni mtu anayemfahamu huyo mtu kwa undani. Kwa mujibu wa makosa ya jinai wanasema
mtu anayefaa kuwa shahidi wa mtu mahakamani ni mtu ambaye aliona kwa macho, akasikia kwa masikio yake. Huwa hawapendi shahidi wa kusema niliambiwa. Wanataka ushuhudie kitu ambacho una uhakika nacho. Kwa hiyo nikisimama kumshuhudia fulani, moja ya sifa yangu na yule fulani ni kwamba huyo fulani ni mtu wangu wa karibu, ni rafiki yangu. Kwa hiyo ninasema habari za mtu ninayemjua kwa undani, ninayemjua kwa ukaribu. Bwana Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani alieleza umuhimu wa watu waliookoka kushuhudia habari zake kwa kina. Alieleza umuhimu huo kwa wanafunzi wake wakati akiwa hapa kabla hajafa na kufufuka. Tena alizieleza hata baada ya kufufuka kwake. Hebu anayenielewa aseme amen. Kumshuhudia Kristo ni jambo la muhimu sana sana kwa kila Mkristo aliyeokoka. Moja ya kazi Kristo anayotaka uitende, watu wote waliookoka waitende, ni kazi ya kumshuhudia yeye. Kuna kazi ambazo ni za watumishi tu, kuna kazi ambazo ni watu wa aina fulani tu, lakini kazi ya kushuhudia ni kazi ya watu wote waliojazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hebu mtu anayenielewa aseme amen. Sema basi amen. Na tunamshuhudia Yesu kwa sababu ni rafiki yetu wa karibu, anakaa ndani yetu, tunamjua. Yesu hataki kushuhudiwa na mtu yoyote, anataka waliookolewa, waliojazwa Roho, marafiki zake waliomkubali, waliompa nafasi, naye akaingia ndani yao, akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watoke wauende ulimwengu, waende wakauambie habari zake katika jina la Yesu. Jamani, haleluya! Kushuhudia ni agizo. Hebu sema agizo. Agizo la Bwana Yesu. Anasema pale alikosoma mtu wa pale katikati, enendeni. Kwenye Kiswahili anaanza kwa kusema basi enendeni. Lile neno basi kwa upande mwingine ni kama linapoza ukali wa lile neno. Kwenye tafsiri ya King James inasema go ye. Maana yake ni amri, ni neno linaloashiria amri, sio ushauri wala sio ombi. Biblia haimbembelezi mtu aliyeokoka aende akashuhudie. Jamani, haleluya! Inamwagiza kwenda kushuhudia. Ni agizo, narudia, ni agizo katika jina la Yesu. Maagizo ya Yesu Kristo makuu kabisa yako mawili. Agizo la kwanza linahusu meza ya Bwana. Agizo la pili ni kushuhudia habari zake kwa watu wote. Jamani, haleluya! Meza ya Bwana ndio Yesu alipoitengeneza siku ya Alhamisi Kuu, akasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Lakini agizo lingine ambalo Yesu alitoa kwa watu wote, kwa Wakristo wote, ni kwenda kushuhudia. Takuonyesha baadaye madhara mabaya yanayowatokea Wakristo hata leo kwa kukataa kutii amri ya Kristo ya kwenda kushuhudia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ningetaka uniulize hili swali, japo hutakuwa na uwe wakati. Hivi kushuhudia ni hiari au ni lazima? Wapendwa, Bwana asifiwe. Si niwaulize na ninyi kidogo, tuende pamoja. Eti kushuhudia waheshimiwa, ni hiari au lazima? Nani anaweza kaniambia kushuhudia ni hiari au lazima? Si kila mtu ana uhuru wa kujibu. Tuko darasani. Be free. Ni hiari au ni lazima? Anayesema ni hiari, punga hivi sema amen. Wanaosema ni lazima, punga hivi sema amina amina. Ambao wanasema vyote sawa, punga, nyosha mkono. Maana kuna ambao hawasemi ni hiari na wala hawasemi ni nini, ni lazima. Sasa sijui wewe umesimama upande gani. Sasa ukiniuliza mimi nitakujibu namna hii. Wakati mwingine inaweza kuwa vigumu. Ukitaka kujua kama kushuhudia ni hiari au ni lazima, hebu tuende tutoe mfano mwingine tofauti na huo, alafu tutaufanyia reference kwenye swali letu, tutapata majibu yaliyo rahisi. Hebu anayenielewa aseme.
Wangapi wana leseni za udereva hapa? Mimi leseni yangu imeexpire hapa, sina. Naendesha kificho ficho. Wangapi wana leseni za udereva? Wani uwe tu wazi tu. Jamani, udereva maana yake unaendesha AIST, unaendesha pikipiki, unaendesha lori, dereva yoyote, nyosha mkono juu. Nyosha basi. Kwa si heshima, kwani ni mbaya? Sijui wangapi. Hata 7 sijui kama anafika. Jamani, haleluya. Wapigieni makofi madereva wetu. Wangapi hawana leseni za udereva? Nyosha mkono. Hawana, hujawahi hata kuwa nayo. Yaani sio bahati mbaya, sio mmoja nyumbani hauna. Nyosha kama mimi hapa hivi. Asante. Jamani, haleluya. Lakini kuna wakati huko barabarani unaendesha. Unanielewa eh? Ukikutana na polisi trafiki, akajua huna leseni, anakung'ang'ania. Sema basi amen. Na kuna mtu ambaye hana leseni, hajawahi kuulizwa hata siku moja leseni iko wapi. Ila nikiwauliza watu wengine hapa, kuna watu wamewahi kulala ndani kwa sababu walikuwa hana nini jamani? Hana leseni. Nini kinachotokea pale? Kama wewe sio dereva, huna gari au uendeshaji gari, kuwa na leseni sio lazima. Unaweza ukawa nayo, unaweza usiwe nayo. Maana leseni ni haki yako, lakini ukitaka. Mbona usemi amen? Lakini ukishaamua kuwa dereva, kuwa na leseni jamani ni nini wapendwa? Ni lazima. Usiweke gari barabarani kama huna leseni. Maana unakamatwa na sheria ya jamhuri, utalala ndani. Kama huna leseni, ukaingiza gari barabarani, unapokuwa na gari, ukataka uendeshe gari yako mwenyewe, hapo leseni ni lazima. Ukaitafute mpaka uipate kokote inakopatikana. Uwe nayo kwanza, ndio uendeshe gari yako. Na mimi ningeweza nikasema kwa mfano huo, kama hujaokoka, kushuhudia sio lazima. Unaweza ukashuhudia, unaweza usishuhudie. Lakini ukishaokoka, ukishamfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, kushuhudia ni lazima. Na usiposhuhudia, wewe ni mhalifu. Niambie amina kama unanielewa. Narudia tena, kama hujaokoka, kushuhudia sio lazima. Hebu mshike mwenzako, mtikise mtu mmoja aliyeko jirani yako, mwambie kama hujaokoka, kushuhudia sio lazima. Waambie wasikunyanyase. Mwambie lakini kama umeokoka na Yesu ni Bwana na Mwokozi wako, kushuhudia ni lazima. Na kama ushuhudii, wewe ni mhalifu. Kama kibaka. Si wote ni wahalifu? Kwa kibaka ndio umemwona tu. Jamani, haleluya. Kushuhudia ni lazima kwa kila mtu aliyeokoka. Na kama umeokoka na ushuhudii, wewe ni sababu ya sehemu kubwa ya matatizo yako. Kwa kushuhudia, kuna mambo ambayo mbingu zinayaachilia kwako kukulinda. Maana unaposhuhudia, unakuwa ajenda ya Mungu katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni lazima kuwa mshuhudiaji. Sasa, kwa nini tunashuhudia? Usipokuwa na kwa nini ya ushuhudiaji, kuna mahali pagumu unaweza ukaingia. Naomba nitaje kwa haraka haraka, sitasoma maandiko, takuwa nakutajia, utaenda kusoma nyumbani kwako. Kwa nini tunashuhudia? Kwa nini kushuhudia ni lazima? Na kwa nini enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Pale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume anatoa ofa ya kila mtu kupata Roho Mtakatifu, lakini anawaambia maelekezo. Huyo Roho ninayowapa ni kwa ajili ya kuwasaidia kwenye kazi ya ushuhudiaji. Anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Sio mtakuwa wafanyabiashara, sio mtakuwa wahubiri wa nini, watu fulani maarufu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, pamoja na mambo mengi Roho Mtakatifu anayeweza kufanya kwako, ni kukuimarisha wewe kumshuhudia Kristo sehemu mbalimbali katika jina la Yesu. Na kama una Roho Mtakatifu lakini haushuhudii, maana yake Roho anaishi ndani yako kwa hasara, na yule Roho kuna wakati atatoweka. Ukiwa na Roho Mtakatifu kawa mshuhudiaji, kila siku unajazwa,
kile kiwango cha ujazo kinaongezeka, malaika walinzi wanatumwa kwako, hata malaria inasukumwa mbali sikupata ovyo ovyo, maana wewe ni kifaa cha Bwana kinachotenda kazi inayotakiwa katika jina la Yesu. Lakini kama ushuhudii, wewe ni muasi wa agizo la Bwana. Tunashuhudia kwa sababu kushuhudia ni agizo la Bwana Yesu. Hebu sema kwa sauti, kushuhudia ni agizo la Bwana Yesu. Hivi ni mimi ninasema au ni Biblia inasema? Biblia yako inasema kama ya kwangu? Nendeni, go ye, nyanyuka, toka hapo ulipo, fata wale wenye dhambi kule waliko, waende ukawahubiri wote. Kila kiumbe, amaanishi hata panya hata kuku, anamaanisha kwa ujumla wa watu wote, bila kujali rangi zao, umri wao, jinsia yao. Bwana anataka wote wasikie habari njema, ndio maana ya kila kiumbe. Lakini kushuhudia ni agizo, ni agizo, na kutokushuhudia ni kulikataa agizo la Bwana Yesu. Niambie basi amen. Namba 2, tunashuhudia kwa sababu Bwana Yesu Kristo mwenyewe, yeye Bwana Yesu Kristo mwenyewe alikuwa mshuhudiaji. Kama tukiamua kufanya utafiti wa kimaandiko leo, nani aliyekuwa mshuhudiaji mkubwa zaidi kwenye Biblia wa habari njema? Mwisho wa siku tutagundua ya kwamba mshuhudiaji mashuhuri na mkubwa kuliko wote alikuwa Bwana Yesu. Narudia tena, mshuhudiaji mkubwa na mashuhuri kuliko wote alikuwa Bwana Yesu. Tabia kuu ya Yesu iliyokuwa kwenye maisha yake alipokuwa hapa duniani, alikuwa mshuhudiaji. Utanielewa huko mbele nafasi kinuruhusu, lakini ikiishia ujue habari ndio hiyo hiyo katika jina la Yesu Kristo. Luka sura ya 19 mstari wa 10. Luka sura ya 19 mstari wa 10. Pale Biblia inaandika, kwa sababu mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa sababu mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Jamani, haleluya. Na Yesu alikuwa ni mshuhudiaji mwenye fujo, alikuwa hajihurumii akija kwenye suala la kushuhudia. Lakini Timotheo wa kwanza 1:15, Timotheo wa kwanza 1:15, Mtume Paulo anaandika, ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubaliwa na watu wote, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili awaokoe wenye dhambi. Anamalizia kwa kusema wa kwanza wao ni mimi. Narudia tena, ni neno la kuaminiwa ambalo linastahili kukubaliwa na watu wote, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Sasa wapendwa, sisi tunajiita wa Kristo. Hebu sema, mimi ni Mkristo. Kuwa Mkristo maana yake wewe unafanana na Kristo, tabia zako ni zile za Kristo, mambo yako ni yale ya Kristo, njia zako ni zile za Kristo. Punga basi hivi useme amen. Na tabia kuu ya Kristo ilikuwa ni kushuhudia. Sasa wewe ushuhudii, ile tabia kubwa kuliko yote ya Yesu haiko mikononi mwako. Wewe sio wa Kristo, unatuletea usanii. Walio wa Kristo kweli kweli, moja ya tabia zao ni washuhudiaji. Hawawezi wakakaa na mtu bila kujua kwamba ameokoka au hajaokoka, na wakijua hajaokoka watafanya kandarasi ya kuhakikisha ya kwamba wanamshuhudia habari za uokovu mpaka elewe kinaga ubaga, aamue kuokoka au wakatae, lakini lazima asikie habari njema. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama Wakristo wa kisasa, moja ya roho lililopandwa kwenye makanisa na shetani, linalofanya kanisa la Kipentekoste limezwe na kanisa la kidini, ni kuondoka kwa ile roho ya kushuhudia. Jamani, wakati mimi ninaokoka, ukiingia kwenye gari kama kuna kamlokole kamoja, utajua tu hii gari ina mlokole. Hebu sema basi amen. Yaani kana kelele kuliko hata spika ile ya subwoofer. Hata sema habari za Yesu. Tena walikuwa hata sio wasomi, lakini walikuwa tayari kutekeleza Biblia kama inavyosema. Walikuwa hawafanyi mjadala, hawapuuzi, hawana mazoea na agizo la Bwana Yesu Kristo. Jamani, haleluya. Tunaposema Yesu alikuwa mshuhudiaji,
alikuwa anashuhudia kwenye njia panda, alikuwa anashuhudia mialoni, alikuwa anashuhudia masinagogini, alikuwa anashuhudia kila mahali. Ungemkuta Yesu akiwakuta tu watu wamekaa pale, anawaendea, anakwenda kushuhudia, anawaambia habari za ufalme wa mbinguni. Na hii ndio inayopaswa kuwa tabia ya mtu yeyote aliyeokoka katika jina la Yesu. Unatakiwa kushuhudia. Utaniuliza, mwalimu, nikamshuhudie nani? Sikiliza vizuri, kushuhudia sio kazi ngumu, haihitaji hata ulipe nauli. Katika hatua za awali unashuhudia kwanza wale watu wanaokuzunguka. Ndio maana inasema mtakuwa mashahidi wangu kwa kuanzia Yerusalemu. Yerusalemu ni pale pale. Hebu sema pale pale. Unakaa nyumba ya kupanga, ina wapangaji 8, hata hawajui kama umeokoka. Niseme nisiseme? Unaka ugonjwa. Unanielewa eh? Haitakiwi hiyo. Ukikaa kwenye nyumba ina wapangaji, wapangaji wote lazima wajue hiki ni chumba cha mlokole. Pepo likilipuka waseme pelekeni pale kwa mlokole. Nikipiga hodi pale nikiuliza, namuulizia mlokole mmoja hapa, wasipepese macho, waseme mlokole ni huyo hapo. Lakini unaweza kwenda mahali unamtafuta mpendwa, useme namtafuta mlokole, wanakwambia hatuna mlokole hapa. Maana hajawahi kukuona hata unasemaga Yesu ni Bwana. Wakianza umbea na wewe unachangia. Wakimwaga ubuyu na wewe unasikiliza. Huo ni ugonjwa mama. Wewe ni Mkristo, ni wa Kristo. Wewe ni Mpentekoste. Tabia yako sio hiyo. Vaa tabia ya Kristo, na tabia ya Kristo iliyo kuu ni kushuhudia katika jina la Yesu. Anza mlango kwa mlango. Usijali ni kwa mwanamke au mwanaume, mtengenezee mazingira ambayo hayataharibu ushuhuda. Shuhudia. Sema jamani amina. Hata kama ana kitambi kuliko wewe, peleka ushuhuda. Hata kama anaonekana amesoma, anajua Kiingereza kuliko wewe, peleka ushuhuda. Hata kama amekuzidi umri, peleka ushuhuda. Inahitaji tu hekima. Kila mmoja anahitaji habari za Yesu. Kila mmoja anahitaji habari za Yesu. Ukimaliza wale walioko kwenye nyumba yako, nenda kwenye nyumba za jirani. Nenda kwa wale watu unaofanya nao kazi ofisi moja katika jina la Yesu. Ukienda kanisa la watu wanaoshuhudia, nisikilize kwa makini. Nikitaka nipime kama hili kanisa lina washuhudiaji au halina washuhudiaji. Kama kuna mwalimu, hapata kuwa na mwalimu mmoja. Kama kuna mkaanga dagaa, hapata kuwa na mkaanga dagaa mmoja. Maana mkaanga dagaa anashuhudia wakaanga dagaa wengine. Sema basi amina jamani. Mwalimu anashuhudia walimu wengine. Bodaboda anashuhudia bodaboda mwingine. Yaani kama wewe ni bodaboda huko hapa kanisani, huu ni mwaka wa 5 na hakuna hata bodaboda mmoja aliyookoka, hebu jiulize swali, una shida gani? Jamani haleluya. Shuhudia wale watu wanaokuzunguka, na kushuhudia sio ngumu, ni rahisi tu. Namba 1 ni kwa sababu ya agizo la Bwana. Namba 2 ni kwa sababu Bwana Yesu mwenyewe alikuwa mshuhudiaji. Tuende kwenye sababu ya 3. Tunashuhudia kwa sababu damu ya wenye dhambi itatakwa mikononi mwetu siku ya hukumu. Bwana atakapowahukumu wazima na wafu, atakapokuwa anapima uhalali wao wako kuingia au kutokuingia mbinguni, swala la ushuhudiaji litakuwa ni kigezo. Punga sema amina. Mmeniacha? Sema amina. Narudia sasa basi kwa hasira. Nasema siku ya hukumu, moja ya jambo linaloprove kwamba wewe unafaa au fai kuwa wa Bwana ni ushuhudiaji. Haya, kama unaandika andika Ezekieli, kitabu cha Ezekieli sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 19. Ezekieli sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 19. Nikiwale kwenye Ezekieli 3:16 anasema, mwanadamu nimekuweka kama mlinzi. Mbele yake anasema unapomuona mtu muovu anatenda uovu, alafu umwambii chochote kwa habari ya uovu wake ili apate kutubu, anasema yule muovu atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Si Biblia ni ya kwako, soma kama ninaongea hicho ambacho akibanda nasoma kile ambacho nimekikoti kutoka kwenye Biblia. Anasema unapomuona mtu muovu anatenda uovu, halafu umwambii chochote kwa habari ya uovu wake ili apate kutubu na kugeuka na kuacha,
huyo muovu atakufa katika uovu wake, lakini damu yake huyo muovu nitaitaka mikononi mwako. Kwa sababu wewe mtu mwenye haki, kazi yako unapowaona waovu sio kutupigia hadithi, yule dada ni mchepuko, yule kijana ni kiruka njia, yule fulani ni mla rushwa, fulani yuko hivi na vile, yule mama ni mchawi. Haitoshi. Ambacho ni cha muhimu tuambie, ni mara ngapi umewahi kumfikia kwa habari ya kumshuhudia habari njema za Bwana Yesu Kristo? Na kama hujawahi kumfikia ukamshuhudia, ina maana wewe una shida kuliko yule mwenye dhambi. Tunataka kuona mtu ambaye ameokoka, mwenye kujali, ambaye anatamani kuona watu wote wanaingia mbinguni. Na ili nione hiyo shauku, utamshuhudia kila mmoja katika jina la Yesu, ili wale wasiotaka wafe wakiwa wameambiwa, lakini waende jehanamu kwa halali, kwa jina la Yesu Kristo. Jamani, hebu mtu mmoja anayenielewa aseme amen. Hautatoboa kama unakaa katikati ya wenye dhambi na wewe umeokoka, umejazwa Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tuendelea mwisho ya tatu, nasema tunashuhudia kwa sababu mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Mathayo 9:27, Mathayo 9:27 na Luka 12. Luka 12. Bwana Yesu anazungumza na wanafunzi wake, anawaambia mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Muombeni Bwana wa mavuno alete mavuno, alete watendakazi shambani mwa Bwana. Niangalie basi, unajua kanisa liko duniani kwa kitambo. Yesu ana mkataba wenye ukomo wa kuwepo duniani. Lengo lake baada ya muda aje akawachukua watakatifu wote, na hii dunia itakunjwa kama karatasi, itachomwa kama moto wa kiberiti. Hebu anayeelewa aseme amen. Na kwa ule muda alioliacha kanisa, haliachi kwa bahati mbaya, analiacha ili kanisa lifanye kazi yake ya kushuhudia, kuhakikisha watu wote wanaokoka, asiwapo hata mmoja anayebakia dhambini, ili apite kuchukua dunia jehanamu ibaki na watu wachache, ikiwezekana asiwapo mtu anayekwenda jehanamu. Hebu anayenielewa aseme amen. Kwa hiyo sasa, kama tumesema kazi ya kushuhudia yacho kwa wachungaji na manabii na wamisionari na walimu ni wachache sana, ina maana inamgharimu Yesu asubiri miaka mingine kama 1000 hivi ndio aje duniani angalau kila mtu aambiwe. Na ili kurahisisha akasema kila mmoja apokee Roho Mtakatifu, na ile Roho akupe nguvu ya kuwa nani jamani? Shahidi. Na ukisha kuwa shahidi, kazi ya kushuhudia inahitaji mchungaji, inahitaji Biblia inajazwa Roho Mtakatifu. Wapendwa, naomba mtu mwenye akili anisikilize. Mchungaji hazai kondoo, kondoo ndio anaweza kondoo. Ndio maana Bwana anaweka Roho wake ndani yako, utoke ukalete matokeo, uende kila mahali kama alivyokuwa anaenda, ukaitende ile kazi kwa kwenda kwako. Wote waokolewe, maana wote wanahitaji habari njema katika jina la Yesu Kristo. Nipungie useme amen. Tuna shida ya watu wengi. Hebu sema shida ya watu wengi. Tunauliza watu kwa nini hawawezi kushuhudia? Kama mchungaji mimi si mhubiri. Unaweza kama mhubiri, lakini usiseme hujui kushuhudia. Jamani, nyoka hafundishi kung'ata. Nyoka kakizaliwa tu tayari kanajua kung'ata. Mbwa hafundishi kupewa kubweka. Ukiwa ni mbwa atabweka tu. Hebu nielewe, sema amen. Na mlokole hafundishi kushuhudia, hafundishi. Maana ni kitu kinachotokana wale watu ndani. Na mimi sikufusikia hapo kufundisha kushuhudia. Nakuja kukuambia ni Bwana Mungu wako anasema, nyanyuka katekeleze agizo lake, maana ni lazima, ni muhimu, na usipoenda kina matokeo mabaya kwako katika jina la Yesu. Lakini nitakupa mwongozo. Ushuhuda wenye matokeo unabeba vitu vichache muhimu. Hebu sema vitu vichache muhimu. Na bado kuna watu ambao hawajui kushuhudia. Kuna watu baada ya kupeleka ushuhuda wanapeleka mipasho, taarabu. Tungaisema amen. Injili ya Yesu kishuhudiwa vizuri, hakuna siri. Hata Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwepo leo akasema na mimi nataka kushuhudiwa. Maana injili ni tamu, ina mvuto. Kila mmoja
jina la Yesu Kristo. Kama ikihubiriwa vizuri, ndio maana inaitwa habari njema. Habari za siasa zina ukomo, habari za biashara zina ukomo, lakini hii habari njema kila mmoja anaitaka. Ukiona kuna mahali haitaki imepelekwa bila hekima, kuna mahali vigezo na masharti vimekiukwa, lakini ukienda kwa vigezo na masharti wote wanahitaji habari njema. Mpaka mtu akakaa naye akamshuhudia, atakuta na kiramba, maana injili ni tamu bana. Hakuna anayeweza akamkataa Yesu hata mmoja, katika jina la Yesu Kristo. Kwenye ushuhuda wa kweli unahitaji uelezee kwa ufupi tu vitu vichache. Hebu sema vitu vichache. Cha kwanza, kama unaandika andika sasa, maana sitakuwepo. Cha kwanza ni asili ya mwanadamu, kwamba mwanadamu ni wa thamani na aliumbwa katika sura na mfano wa Mungu, akiwa mtakatifu sana na ni kipenzi cha Mungu. Hiyo ndio sehemu ya kwanza, nimemaliza kuielezea. Sema basi amen. Sehemu ya pili, unatakiwa ueleze yule mtu kuhusu anguko la mwanadamu, kwamba mwanadamu yule aliyeumbwa sawasawa na mpango wa Mungu alipewa uhiari na akawekwa kwenye bustani iliyokuwa inaitwa Edeni, ili akae pale aishi kwa milele. Kwa kuyakosea masharti ya Mungu akaasi, yule mwanadamu akaanguka, na alipoanguka shetani akajipatia utawala wake na akafanyika kiumbe kinachotawaliwa na shetani. Bwana useme basi amen. Hiyo ndio ya pili. Na kwa sababu huyo mwanadamu ni mtumwa wa shetani, akishazaliwa tu wewe ni mtumwa wa shetani. Hata kama una dini wewe ni mtumwa wa shetani, hata ungesoma wewe ni mtumwa wa shetani. Ndio maana unasikia mtu ana masters in doctor, ana baba katoto wa darasa la 7, kausigeni kake anakabaka. Kwa nini? Kwa sababu dhambi haiangalii wewe umesoma kiasi gani au una pesa kiasi gani. Dhambi ni roho, na usipokuwa na huyu Yesu ndani yako, yani lazima ikutese. Jambo la tatu ni mpango au shauku ya Mungu ya kumuokoa mwanadamu. Mungu alipoona kama mwanadamu amekumbwa na kule kuharibika, akaanguka katika dhambi, alianza rasmi mchakato wa kumtoa mwanadamu kutoka kwenye lile anguko. Jamani, 3:15 Mwanzo, Biblia inasema Mungu akamwambia shetani waziwazi, uzao wa mwanamke utakukanyaga kichwa na wewe utaishia kukanyaga kisigino. Maana mkakati, mpango wa wokovu ulianzia pale pale, katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu ana mpango ambao ulikuja kutimia wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Yesu akazaliwa na akaishi duniani miaka 33, akalipa deni ya mwanadamu kwa kukubali kifo cha msalaba na mauti, ili mwanadamu aliyestahili kifo asife tena. Kifo cha Yesu kio badala yao. Lakini haikutosha, alikaa kaburini kwa siku 3, kaburi likashindwa kumshika, akatoka kaburini, yu hai milele, na anawasaidia wote walio tayari kumwamini katika jina la Yesu. Na ya mwisho, huyu Yesu aliyekufa na kufuka na kushinda kifo anakupenda, anawapenda watu wote bila kujali idadi ya dhambi zao, bila kujali kiwango cha uovu wao. Ukimwamini atakuokoa, atakusamehe dhambi na atakujaza Roho Mtakatifu, na anaweza kukuokoa sasa. Kazi yako ni moja, ukiri dhambi zako, kumwamini na ukubali aingie maishani mwako, akupe na Roho wake. Uko tayari kuokoka? Hiyo ni ushuhuda. Sema jamani basi amen. Ushuhuda sio kumwambia mtu ule jana unafunza wana macho makubwa watakula miguu yako. Haleluya. Tena wewe nikikusikiliza unaamsha dhambi. Ndio maana unasikia wale wanapigwa ukienda kushuhudia. Maana wale dhambi wanajua ubaya wa dhambi. Dhambi inawaumiza na inawachoma. Inaanza kuchosha. Wanamtafuta mtu atakayewaambia mbadala wa dhambi. Na mbadala wa dhambi ni jina la Yesu. Ni uokovu wa Yesu. Jamani, ni nani leo nikimwambia unapendwa atajisikia vibaya? Nani? Kama sio wewe ni Taira. Kama una akili zile za kawaida za 1 na 1 ni 2. Alafu nikwambie fulani anakupenda. Mimi najua wadada wote wanataka kuolewa. Sema mimi jamani. Sasa ndio kuoa. Na wakaka wote wanataka kuoa. Kama wewe ni mkaka, maana ni mambo hayajakaa vizuri.
unatamani kuoa, na kama wewe ni mkaka una mpango wa kuoa una matatizo, na kama wewe ni dada anakuona sababu ya kuolewa, ulione kama ushauri wa bure, utamani sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila mbada anakuelea muujiza wa kuchumbiwa. Sasa mimi nimekuwa nimetupwa kwa shenda, na kwambia dada, yule kama walifanya fulani ameniambia nimfikishie mume wako, anakupenda, yaani akikuonaga huwa anashika huko anazimia, yaani ndio kupenda mpaka anachanganyikiwa. Hapo ananiambia usizoe, wewe kama usizoe, kama wewe ukimwona mtakupasua, mimi sitaki kupendwa. Wewe msima kichwa. Ayubu hizi ni mayumba. Hata kama ulikuwa utaki, kuna saikolojia. Sasa kwa nini unamwambia mtu habari za Yesu, yule mtu anakasirika? Maana badala ya kumwambia habari za Yesu, unamueleza habari za ubaya wake, ambapo yeye tayari anaujua. Unamueleza jinsi alivyo muovu, jinsi ambavyo yeye ni mbaya, ambavyo anajua. Yesu alikuja kuwahurumia wabaya, sio kuwasimama. Alikuja kuwahurumia wale dhambi. Kwa hiyo injili ni habari njema, kuambia watu jinsi Yesu anavyowapenda, utayari wake wa kuwaokoa na kuwafanya kuwa watoto wake moja kwa moja. Hiyo ndio maana ya injili. Piga kelele useme amen. Sema amen. Na utakapokuwa kuwashuhudia watu wanakuona wa maana sana. Kuna watu mfugaji, hata si mashemasi, kule mtaani wanaheshimu wewe, kwa sababu wanafanya kazi ya nini? Ya kushuhudia. Unajua nani kanaitwa kwa dada hapa? Kumbe dada pale ana heshima. Maana ushuhudiaji ukienda sawa sawa, unajenga heshima kuliko hata balozi, kuliko hata mwenyekiti wa mtaa. Ni wewe tu unajiweka chini. Tu anayeshuhudia, Mungu anamheshimisha. Mungu anampa heshima isiyo ya ajabu. Unashangaa kwa hiyo unakuita mtumishi, mtumishi, maana unashuhudia. Sema usijiinue. Usikataa kukaa chini ya mchungaji wako, kisha unaitwa mtumishi. Wewe ile unaona siku umepewa, basi kwa hiyo nafasi yako, nenda kashuhudie. Sema jamani amina. Hebu unapotoka leo hapo tunaanza. Nani ambaye utawahi kumwambia za Yesu? Utoke uende ukamwambia. Na ukimwambia ukiona umefikia mahali ya tayari, karibisha tu kanisani. Mwambie tu kanisani, mchungaji wangu huwa anawapenda watu. Mwambie ni siku ya mgeni. Mchungaji wangu anakupa nafasi usalimie hata watu. Au tuende kanisani, pande tu. Anaweza akaja hapa ile siku akiwa kuimbwa, ukashangaa na ukoka. Anaweza akaja hapa kuimbwa kuimba tofauti, ukashangaa na ukoka. Jamani, hebu tuwapende watu. Kama tunawapenda, tuwapelekee hii habari njema, tukawashuhudie. Sema amina. Sema amina. Nikiendelea pale watu mtaalamu wameshaanza kuniangalia vibaya, yatakuwa mengine, lakini nitatamani niendeleza ile kitu sana. Nitaendelea tena kesho. Ninawapenda, ninakuomba kama kwa Bwana, chonde usipoteze neema hii na heshima ya Mungu. Unapotoka hapa, hebu waza nikamshuhudie na hebu kuna macho yako pale pale. Kuna macho basi tukwambia hivi kwa kweli. Hata kama umezoea kukutii. Funga macho, funga macho. Waza kwenye akili yako haraka. Unamkumbuka nani ambaye ni rafiki yako na hujawahi kumwambia habari ya Yesu? Hujawahi kumshuhudia? Najua wako wengi, ili wale wakahamu watatu watano wawekee utaratibu. Baada ya somo hili uamke uende kuanza kuwashuhudia, na hata kama utawafikia leo uanze kuwashuhudia. Na kuambia kwa haraka, kushuhudia kunaleta amani. Kushuhudia ni ulinzi wa maisha yako ya uokovu. Kushuhudia kutazileta baraka zilizokwama. Kushuhudia kutakubadilisha utakuwa mtu wa aina nyingine. Tukamshukuru Mungu kwa kumwahidi ya kwamba baada ya somo hili tutakwenda kutenda kazi kwa kuwashuhudia watu na kuwaleta kwenye ufalme wake na kuwakabidhi kwenye nuru ya utumishi wa Bwana wapate kulelewa. Twende tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, nimelinena neno lako ni kwa sehemu tu Bwana, kama ulivyoniweka kwangu. Ninakuomba Roho Mtakatifu yatie kwa muhuri wa moto maneno haya kwenye mioyo ya watoto wako, yasitoke Bwana, wala yasiwaache katika utulivu mpaka watakapoyatendea kazi. Kila mmoja anapoondoka hapa Bwana, usikuache akatulia. Wewe mwelekeze kwa watu mbalimbali walio mbali, mzee mbalimbali, wafikiwe, wapelekewa habari njema. Baba, natamani kuona
kusema na umati huu, maana wewe ni Bwana.